Warigani Tanzania, karibu Yegowaso TV, sauti ya jamii, na uni mwendelezo wa kuzidi kuletea matukio pamoja na habari mbalimbali ziwe za biashara na uchumi, michezo na burudani, siasa pamoja na habari za kijamii. Usiache kutembea katika kurasa zetu zote za mitandao ya kijamii, iwe ni Facebook, Instagram, Twitter, zamani X pamoja na TikTok. Uko kote tunatambulika kama Yegowaso TV, lakini hakikisha tu kwamba pindi unapoingia kwenye YouTube channel yetu una comment, una like, una share. Mwisho kabisa usiache kusubscribe ili kuzidi kujipatia habari moto kutokea hapa Yegowaso TV, sauti ya jamii. Mimi naitwa Dado, chumba cha habari yupo Dekawa John. Watuhumiwa wa stamp bandia za kodi wafikishwa mahakamani Musoma. Watuhumiwa Richard Gabriel Mtalemwa na Boniface Dismas Malando wamefikishwa katika mahakama ya hakimu mkazi manispaa ya Musoma wakikabiliwa na mashtaka yanayohusiana na matumizi ya stampu bandia za kielektroniki za kodi ETS, ukwepaji wa kodi na utakatishaji wa fedha katika kesi namba 14240 mkwaju ya mwaka 2026 iliyotajwa mbele ya hakimu mkazi Veronica Mgendi, huku upande wa mashtaka ukiwakilishwa na wakili wa serikali Agma Aure na Hauni Chalamula. Mahakamani hapo watuhumiwa hawa hawakuruhusiwa kujibu mashtaka yanayowakabili kwa kuwa mahakama ya hakimu mkazi Musoma haina mamlaka ya kusikiliza kesi za hujumu uchumi. Aidha, kutokana na mashtaka hayo kuwa ya hujumu uchumi, watuhumiwa hawakuwa na haki ya kupata dhamana katika hatua hiyo. Kwa mujibu wa taarifa ya mamlaka ya mapato Tanzania TRA, watuhumiwa hao wanadaiwa kuhusika na matumizi ya stampu za kielektroniki za kodi bandia, umiliki wa bidhaa zinazotozwa ushuru bila stampu za kodi, ukwepaji kodi pamoja na utakatishaji wa fedha. Hakimu Veronica Mgendi akiahirisha kesi hiyo hadi Julai 8, 2026 itakapotaja tena katika hatua nyingine za kisheria. Awali TRA ilieleza kuwa uchunguzi wake uliwezesha kukamatwa kwa zaidi ya chupa 36,000 za vinywaji vinavyodaiwa kuwa na stampu bandia za kodi au kutokuwa na stampu kabisa, hali iliyosababisha ukwepaji wa kodi unaokadiriwa kufikia shilingi milioni 28.97 na hasara kwa serikali inayokadiriwa kufika shilingi milioni 128.97. Hii ni Yegowaso TV, sauti ya jamii. Asante kwa kuendelea kuichagua kuwa chanzo nambari 1 cha habari. Endelea kutufuatilia pia katika kurasa zetu zote za mitandao ya kijamii kote tunatambulika kama Yegowaso TV, lakini hakikisha tu kwamba pindi unapoingia kwenye YouTube channel yetu una comment, una like, una share. Mwisho kabisa usiache kusubscribe. Mimi naitwa Nado, chumba cha habari yupo Dekawa John.